أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mu'minin ayyadahullahu ta'ala bin Nasrihil Aziz anasema masahaba nitakao wazungumzia leo, mmoja wao ni Hazrat Said bin Zaid radhiyallahu anhu. Jina la baba yake Hazrat Said lilikuwa Zaid bin Amr na mama yake alikuwa akiitwa Fatuma binti Bahja, na alikuwa akitokana na kabila la Adi bin Kaab bin Loi. Kunia ya Hazrat Said bin Zaid ilikuwa Abul Awar, ilhali baadhi ya watu wameieleza kama Abu Saud. Alikuwa na kimo kirefu, rangi ya ngano na nywele nyingi kichwani. Sahaba huyo alikuwa binamu ya Hazrat Umar radhiyallahu anhu, na nasaba yake kwenye kizazi cha 4 ikimfikia Nufail inaenda kuungana na Hazrat Umar, na katika kizazi cha 8 ikimfikia Kaab bin Loi inaenda kuungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dada yake Hazrat Said bi Atika alikuwa ameolewa na Hazrat Umar, na dada ya Hazrat Umar bi Fatuma alikuwa ameolewa na Hazrat Said, na huyo ndiye dada ambaye alikuwa sababu ya kusilimu kwa Hazrat Umar. Baba yake Hazrat Said Zaid bin Amr hata katika zama za ujinga alikuwa akifanya ibada ya Mungu mmoja, na alikuwa akiitafuta dini ya Hazrat Ibrahim, na alikuwa anasema kuwa yule aliye muabudiwa wa Hazrat Ibrahim ndiye muabudiwa wangu, na dini ya Ibrahim ndiyo dini yangu. Khalifa mtukufu anasema kuwa hata katika zama zile walikuwepo watu wa namna hii waliokuwa wanatangaza tauhidi. Wapo watoto wanauliza ya kwamba kabla ya Islam Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na dini gani ambayo alikuwa akifuata. Basi mjue kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwenye kutangaza tauhidi na alikuwa akifanya ibada ya Mungu mmoja. Zaid bin Amr alikuwa akijiepusha na kila aina ya uasi, hata alikuwa akiepukana na zabihu ya washirikina. Safari moja alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilhali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa bado hajadai kuwa mtume.
ambayo maelezo yake yameelezwa katika sahih Bukhari kama hivi. Hazrat Abdullah bin Umar anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana na Zaid bin Amr bin Nufail karibu na eneo la Balda, na habari hii ni ya zama zile ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa bado hajadai kuwa mtume. Balda ni bonde moja linalopatikana magharibi mwa Makka na lipo kwenye njia ya Tamim ielekeayo Makka. Chakula kiliwekwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataa kula. Zaid akasema, hata mimi sili kutoka kile mnachokichinja kwa jina la masanamu yenu, na mimi nala kile tu ambacho jina la Allah liwe limetajwa juu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuvila vile vitu akifikiri kuwa vitu hivi vimechinjwa kwa jina lisilo la Allah. Na hapo Zaid pia akasema kuwa hata mimi sili vitu vinavyochinjwa kwa jina min ghairi ya Allah. Na riwaya inasema ya kwamba Zaid bin Amr alikuwa akizichukia zabihu za Makuraish, na alikuwa akisema kuwa hata mbuzi ameumbwa na Allah na Mwenyezi Mungu amemteremshia maji toka mbinguni na akaotesha majani kwa ajili yake katika ardhi, kisha mnamchinja kwa jina la wengine min ghairi ya Allah. Yani alikuwa akiichukia zabihu iliyokuwa ikichinjwa kwa jina min ghairi ya Allah, na alikuwa akiichukulia kama dhambi kubwa mno. Zaid bin Amr alipoanza kuchukia kufuru na ushirikina, hapo akasafiri nchi za mbali kwa ajili ya kuitafuta haki. Kuhusu safari yake, katika riwaya moja ya Sahih Bukhari imeelezwa hivi. Hazrat Ibn Umar anasimulia ya kwamba Zaid bin Amr bin Nufail kwa ajili ya kuitafuta dini ya kweli alikwenda Syria ili aweze kuifuata. Hapo akakutana na mtaalamu Myahudi ambaye akamuuliza kuhusu dini yake. Akasema, ebu niambie, huenda nifuate dini yako. Myahudi akasema, usifuate dini yetu, hiyo imeshaharibika, wa ila utapata sehemu yako kutoka ghadhabu ya Mungu. Zaid akasema, mimi naikimbia ghadhabu ya Mungu, wala sipendi kabisa kumkasirisha Mungu na sina uwezo wa kuvumilia ghadhabu yake. Kisha akamuuliza kuwa, je, unaniambia kuhusu dini nyingine? Myahudi akasema, mimi nachojua ni kwamba binadamu awe hanifu. Zaid akasema, hanifu anakuwa nani? Ye akasema, dini ya Ibrahim ambaye hakuwa Myahudi wala Mkristo na alikuwa akimwabudu Mwenyezi Mungu tu. Kisha Zaid akatoka huko na akaonana na mtaalamu Mkristo, naye akamweleza habari hizo. Ye akasema, usifuate dini yetu, waila utapata sehemu yako kutoka laana ya Allah. Zaid akasema, mimi naikimbia laana ya Mungu, wala sina uwezo wa kuvumilia laana na ghadhabu ya Mungu, wala sina uwezo wake. Je, unanipatia habari ya dini nyingine? Naye akasema, mimi nachojua ni kwamba mtu awe hanifu. Zaid akamuuliza, hanifu anakuwa nani? Ye akasema, dini ya Ibrahim ambaye hakuwa Myahudi wala Nasrani na alikuwa akimwabudu Mungu peke. Zaid alipojua kuhusu rai aliyokuwa nayo kuhusu Hazrat Ibrahim, akatoka huko na akafika nje uwanjani. Ndipo akainua mikono yake na kusema, ewe Mungu wangu, nakiri kuwa nipo juu ya dini ya Hazrat Ibrahim. Zaid bin Amr alipata zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kabla ya utume wake alikuwa amefariki dunia. Hazrat Amir bin Rabia anasimulia ya kuwa Zaid bin Amr aliendelea kuitafuta dini ya kweli
na akaonyesha kukirihishwa kwake na ukristo, uyahudi na ibada ya masanamu na mawe, na akahitilafiana na kaumu yake na akadhihirisha nia yake ya kuachana na masanamu na yale ambayo mababu zao walikuwa wakiyaabudu, wala alikuwa hali zabihu yao. Safari moja akaniambia, ewe Amir, ujue kuwa mimi nahitilafiana na kaumu yangu na mimi ni mwenye kuifuata mila ya Ibrahim na yule ambaye Ibrahim alayhisalam alikuwa akimwabudu. Kisha baada yake namfuata Ismail ambaye alikuwa akisali kuelekea kibla hiyo, na namsubiri mtume mmoja atokaye kizazi cha Ismail, lakini nahisi labda sitaweza kupata zama zake ili nimsidikishe na nimwamini na nitoe shahada kuwa yeye ni nabii mkweli. Ewe Amir, ikiwa utapata zama za nabii huyo, umfikishie salamu zangu. Amir anasema mtume sallallahu alaihi wasallam alipozihiri, mimi nikasilimu na nikampatia mtume sallallahu alaihi wasallam ujumbe wa Zaid bin Amr na nikamfikishia salamu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa jawabu ya salamu yake na akamwombea dua ya rehma na akasema kuwa nilimwona peponi akiwa anakunja shuka yake. Zaid bin Amr alikuwa akijifaharisha kuhusu dini yake ya kitauhidi. Asma binti Abu Bakar akieleza tukio moja la zama za ujahilia anasema, nilimwona Zaid bin Amr bin Nufail akiegemea Kaaba na alikuwa akisema, eni watu wa Makuraish, na hapa kwa Mungu hakuna yeyote kati yenu anayefuata dini ya Ibrahim isipokuwa mimi. Na Zaid alikuwa hawaziki mabinti wakiwa hai, ambao ulikuwa utamaduni mmoja wa Waarabu kwamba walikuwa wakiwazika mabinti wakiwa hai. Yeye alikuwa hafanyi hivyo, bali ikiwa kuna mtu aliyekuwa akiamua kuumua binti yake, alikuwa anamwambia kwamba usimue, mimi nitamlipia matumizi yake na chakula chake. Hivyo alikuwa akimchukua, na pale alipokuwa akipata ubalehe alikuwa akimwambia baba yake kwamba ikiwa unapenda na kukabidhi, na endapo unapenda nitamlipia matumizi yote ya kuolewa kwake na kadhalika. Katika riwaya nyingine Asma binti Abu Bakar anasema, riwaya ya kwanza ilikuwa ya Bukhari na riwaya hii imechukuliwa kutoka kitabu cha historia kiitwacho Usdul Ghaba. Asma binti Abu Bakar anasimulia kwamba nilimwona Zaid bin Amr bin Nufail akiegemea mgongo wake na Kaaba. Alikuwa akisema, eni watu wa Makuraish, na hapa kwa yule ambaye uhai wangu umo mkononi mwake, ya kwamba min ghairi yangu hakuna yeyote kati yenu anayefuata dini ya Ibrahim. Na alikuwa anasema, ewe Mungu, lau kama ningejua njia iliyo bora ya ibada yako, basi ningefuata njia ile ya ibada yako, lakini njia hiyo siielewi. Kisha alikuwa akisujudu juu ya kiganja chake. Said bin Musayyab anasimulia ya kwamba Zaid bin Amr alifariki dunia miaka 5 kabla ya utume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule Makuraish walikuwa wakijenga nyumba takatifu, na wakati wa kifo chake alikuwa akisema, mimi ni juu ya dini ya Ibrahim. Huzur anasema kuwa katika kumbukumbu za Said bin Zaid maelezo ya baba yake pia yameelezwa na mwanaye makamu aliyoipata katika Islam, na kisha kutokana na wema wa baba yake maelezo yanayomhusu yeye pia yametunzwa katika historia, na ndiyo maana nimeyaeleza hapa, kwani riwaya hizi zinapatikana katika Bukhari pia. Sasa nitaeleza maelezo yaliyobaki ya Said bin Zaid. Safari moja Said bin Zaid na Umar walimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamuuliza kuhusu Zaid bin Amr. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Mwenyezi Mungu amghufirie Zaid bin Amr na amrehemu, kifo chake kilitokea juu ya dini ya Ibrahim.
na baada yake wakati wote waislamu walikuwa wakimkumbuka Zaid bin Amr, walikuwa wakimwombea maombi ya rehma na maghfira. Katika riwaya nyingine imeelezwa hivi kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu Zaid bin Amr, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yeye siku ya kiyama atafufuliwa akiwa na thamani ya umma mmoja. Huzur anasema kama nilivyoeleza hapo kabla ya kwamba Hazrat Said bin Zaid alikuwa shemeji yake Hazrat Umar, na dada yake Hazrat Said bin Zaid aitwaye Atika binti Zaid alikuwa ameolewa na Hazrat Umar. Hazrat Said bin Zaid na mke wake Hazrat Fatuma binti Khattab walikuwa wamesilimu katika zama za awali za Islam, na watu hawa walikuwa wamesilimu kabla mtume sallallahu alaihi wasallam kuingia katika Dar Arqam. Na mke wa Said kama nimekushaeleza alikuwa sababu ya kusilimu kwa Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Maelezo yake yameshaelezwa katika kumbukumbu za Khabab bin Art katika hutuba ya nyuma, lakini kwa kuwa katika tukio hili ipo habari ya Said, hivyo kwa kifupi nalieleza tena. Mirza Bashir Ahmad Sahib anaandika katika sera ya Khataman Nabiyin akisema kwamba siku chache tu zilikuwa zimepita juu ya kusilimu kwa Hamza, ya kuwa Mwenyezi Mungu aliwajaalia waislamu furaha nyingine, na Hazrat Umar aliyekuwa mpinzani mkali wa Islam akasilimu. Hazrat Umar alikuwa na tabia kali, lakini kutokana na uadui wa Islam ukali huo ulikuwa umeongezeka mno. Hivyo kabla hajasilimu alikuwa akiwatesa mno wale waislamu wanyonge na maskini waliokuwa wameshasilimu tayari. Siku moja akapata wazo moyoni kwamba watu hawa ninawapa adhabu hawabadiliki na wamesimama kidete juu ya imani yao. Sasa kwa nini asimalizwe yule aliye chanzo cha fitina hii? Hivyo kwa nia hiyo akatoka nyumbani akiwa na jambia mkononi. Njiani mtu mmoja akakutana naye akasema, Umar, unakwenda wapi na upanga huo? Umar akasema, leo naenda kumuua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu huyo akasema, nenda katazame hali ya nyumbani, dada na shemeji yako wamesha silimu. Hapo Hazrat Umar akageuka na kuelekea nyumbani kwa dada yake. Alipofika karibu na nyumba yao akasikia sauti ya usomaji wa Qurani tukufu uliokuwa ukisomwa na Khabab bin Art kwa sauti nzuri sana. Umar aliposikia sauti hiyo na hasira yake ikampanda zaidi, akaingia nyumbani kwa kasi. Kwa sababu ya kelele, Khabab akajificha sehemu fulani, na Fatuma aliyekuwa dada yake akazificha hapa na pale zile nyaraka za Qurani tukufu. Hazrat Umar akawaambia Hazrat Fatuma na Hazrat Said ya kwamba nimesikia mmeacha dini yenu. Na pamoja na kusema hayo akampiga kibao shemeji yake Said bin Zaid. Fatuma akanyanyuka kwenda kumsaidia mumewe, naye pia akaumia. Lakini hata hivyo, pamoja na kujeruhiwa vibaya, Fatuma akazidi zaidi katika ujasiri wake na akasema ya kwamba ndiyo Umar, tumesilimu, hivyo fanya unavyotaka kufanya, lakini hatutaiacha Islam. Umar radhiyallahu anhu aliposikia kauli hiyo ya dada yake iliyokuwa imejaa ujasiri mkubwa, akafumbua jicho lake na akamwona dada yake kwamba anavuja damu. Alikuwa ameumia vibaya na damu ilikuwa ikivuja usoni mwake.
hali hiyo ikamwathiri sana Hazrat Umar, na mara moja akasema, haya, nionyesheni kalamu ile mliyokuwa mkiisoma. Fatuma akasema, hapana, wewe utazichana nyaraka hizi. Umar akamjibu, hapana, sitafanya hivyo na nitakurudishia tu. Hapo Fatuma akasema, hata hivyo hatuwezi kukuonesha, nenda kaoge kisha uzione. Hivyo alipomaliza kuoga, Fatuma akazitoa zile nyaraka na kuziweka mbele yake. Omar akazinyanyua zile nyaraka ambazo zilikuwa ni aya za mwanzo za sura Twaha. Hazrat Umar akijawa na hofu akaanza kuzisoma, na alipoanza kuzisoma, na kwa kuwa asili yake ilikuwa njema na kulikuwa na dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo kila neno likaendelea kuingia moyoni mwake na akaendelea kuzisoma. Na alipofikia aya hizi ambazo ni aya 2 zisemazo kuwa innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri inna saata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, yani kwa yakini mimi ndiye Mwenyezi Mungu, hakuna aabudiwaye ila mimi, basi mni abudu na usimamishe sala kwa kunitaja. Bila shaka saa ile inakuja karibu, nitaidhihirisha ili kila nafsi ilipwe kwa yale iliyoyafanyia bidii. Hazrat Umar radhiyallahu anhu alipoisoma aya hiyo, macho yake yakafunguka na akasema, maneno haya ni mazuri na matakatifu yaliyoje. Khabab aliposikia maneno hayo na alikuwa amejificha, akatoka nje mara moja na akamshukuru Allah, na kisha akasema, mabadiliko hayo yaliyotokea ni matokeo ya dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani naapa kwa Mungu, jana tu nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya dua ya kwamba, ewe Mungu, kati ya Umar bin al-Khattab na Amr bin Hisham, yani Abu Jahl, mmoja wao umjalie aingie katika Islam. Hapo Umar akamwambia Khabab ya kwamba nielekeze Muhammad aliko, na alikuwa bado hajaweka upanga kwenye kifuniko chake. Katika zama zile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiishi katika Dar Arqam, hivyo Khabab akamwambia kuhusu Dar Arqam. Hazrat Umar akafika huko na kupiga hodi kwa nguvu. Maswahaba walipochungulia nje wakamwona Hazrat Umar akiwa amesimama na upanga wake. Hapo wakasita kidogo kumfungua mlango. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mfungulieni mlango, na Hamza pia akasema, ambaye alikuwepo kule, ya kwamba fungueni mlango. Ikiwa amekuja kwa nia njema basi ni vizuri, waila ikiwa nia yake ni mbaya basi nitamchinja kwa upanga wake. Mlango ukafunguliwa, Hazrat Umar akaingia ndani na upanga wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Umar, umekuja na nia gani? Umar akasema, ewe Mtume wa Mungu, nimekuja kusilimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia maneno hayo na kwa furaha akasema, Allahu akbar. Na imeandikwa hivi kuwa maswahaba pia wakapiga takbira na kusema Allahu akbar pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nguvu sana, hadi sauti yao ikasikika katika milima ya Makka. Basi huyu ndiye Hasaid ambaye alikuwa sababu ya kusilimu kwa Hazrat Umar. Hazrat Said bin Zaid alikuwa miongoni mwa muhajirina wa mwanzo. Alipofika Madina akakaa kwa Hazrat Rifa bin Abul Munzir ambaye alikuwa ndugu yake Hazrat Abu Lubaba.
mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka udugu kati yake yeye na Hazrat Rafi bin Malik, na sawa na riwaya nyingine akaunganisha na Hazrat Ubay bin Ka'b. Hazrat Said bin Zaid hakuweza kushiriki katika vita vya Badr, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amempatia sehemu kutoka ngawira za vita, na ndiyo sababu hata mimi pia na wahisabu miongoni mwa maswahaba wa Badr, kwani hawa ni maswahaba watukufu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewahisabu akiwapa sehemu kutoka ngawira za vita kati ya maswahaba wa Badr. Na sababu yake ya kutokushiriki katika vita vya Badr imeshaelezwa pamoja na kumbukumbu za Hazrat Talha bin Ubaidullah. Hata hivyo kueleza hapa ni muhimu, hivyo naeleza tu. Na kwa kuwa miezi miwili mitatu imepita tayari nilipoeleza habari hiyo, na kuieleza hapa ni muhimu, hivyo ninaeleza sababu ya kutokushiriki kwa Hazrat Said bin Zaid katika vita vya Badr, ambayo imeelezwa ndio hii ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikadiria muda wa kuondoka kwa msafara wa Makuraish kutoka Syria, na akawatuma Talha bin Ubaidullah na Said bin Zaid siku 10 kabla ya kuondoka kwake kutoka Madina ili wamletee habari za msafara huo. Wote wawili wakafika Hora, ambacho ni kituo fulani kule, na wakabaki kule kule hadi msafara ukapita karibu nao. Hora ni kituo kilichopo kwenye maeneo ya bahari ya Ahmar, ambapo misafara iendayo Syria na Hijaz ilikuwa inapita. Kwa vyovyote vile Talha na Said walikuwa bado hawajarudi, ilhali mtume sallallahu alaihi wasallam akapata habari ya kwamba msafara ule umepita na hauna nia ya kuja hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita maswahaba zake na wakatoka nje kwa lengo la kuwasaka msafara ule wa Quraish, lakini msafara ule ukitumia njia nyingine ya fukwe ukaondoka kwa kasi. Msafara ule ukaondoka kwa kasi, na kwa ajili ya kujiokoa na wale watafutaji, msafara huo ukaendelea kutembea usiku na mchana. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita maswahaba zake na wakatoka kwa ajili ya kukabiliana nao, lakini msafara ule ukatoka ukitumia njia nyingine. Yani wao pia wakabadilisha njia yao na haukupita njia ile ambayo Waislamu walikuwa wamefikiri kuwa msafara ule utapita, na ukizunguka ukaenda upande wa fukweni. Talha bin Ubaidullah na Hazrat Said bin Zaid wakaamua kurudi Madina ili wamfahamishe mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu msafara ule. Wao walikuwa hawana habari hii ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshaondoka kwa ajili ya vita vya Badr. Hivyo siku ile walipofika Madina ilikuwa siku ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepigana na kikosi cha Makuraish katika uwanja wa Badr. Hivyo wote wawili wakaondoka Madina ili wamfikie mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakakutana naye katika maeneo ya Turban. Turban ni bonde moja lililo na umbali wa maili 19 kutoka Madina na lina visima vingi vya maji matamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kuelekea kwenda katika vita vya Badr alikuwa amekaa hapa kwa muda mchache. Khalifa mtukufu anasema kuwa msafara huu ulikuwa mwingine uliotoka kwa njia nyingine, lakini wanajeshi waliokuwa wametoka Makka kwa ajili ya kuwashambulia Waislamu walikuwa watu wengine ambao wakapigana vita katika maeneo ya Badr.
lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoka kwa nia hii ya kuwa aangalie msafara ule una nia gani, na hakujua kuwa wapo wanajeshi wanaotoka Makka. Kisha imeelezwa hivi kuwa Talha na Said hawakushiriki katika vita vya Badr, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akawapatia sehemu yao kutoka mali iliyotekwa vitani, na ndiyo maana wote wawili walihesabiwa miongoni mwa maswahaba wa Badr. Said bin Zaid ni miongoni mwa ashra mubashira, yani yeye ni miongoni mwa maswahaba 10 ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara katika uhai wao ya kuingia peponi. Hata Abdurrahman bin Auf anasimulia kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliwataja kina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas, Said bin Zaid na Abu Ubaida bin al-Jarrah, na akasema kwamba watu hawa ni watu wa peponi. Said bin Zaid anasimulia wapo watu 9 ambao naweza kuwatolea shahada ya kwamba wao ni watu wa peponi, na ikiwa nitoe shahada hiyo hiyo kuhusu mtu wa 10 basi nitakuwa si mwenye kukosea. Yeye akaulizwa kuwa kivipi hiyo inawezekana, naye akasema kuwa sisi tulikuwa juu ya mlima wa Hira pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo mlima ule ulianza kutikisika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe Hira, utulie tu, kwa yakini hakuna mwingine aliye juu yako isipokuwa nabii na siddiq na shahid. Mtu fulani akamuuliza, watu hawa 10 wa peponi ni wepi? Said bin Zaid akasema, mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Saad na Abdurrahman bin Auf. Said bin Zaid akaulizwa kuwa yule wa 10 ni nani? Akasema kuwa yule wa 10 ni mimi. Said bin Jubair anasimulia kwamba Hazrat Abu Bakar, Hazrat Uthman, Hazrat Ali, Hazrat Umar, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Saad, Hazrat Abdurrahman, Hazrat Said bin Zaid katika uwanja wa vita walikuwa wakiwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yani walikuwa wakimlinda, na katika sala walikuwa wakisimama nyuma yake. Hakim bin Muhammad anasimulia kutoka kwa baba yake ya kwamba yeye aliona aya ya Qur'an tukufu ikiandikwa katika pete ya Hazrat Said bin Zaid. Katika zama za ukhalifa wa Hazrat Umar katika vita vya Syria, wanajeshi walipoandaliwa kwenda vitani, hapo Hazrat Said bin Zaid akateuliwa kuwa afisa wa wanajeshi akiwa chini ya Hazrat Abu Ubaida, na akashiriki katika vita vya Yarmouk na kwenye tukio la kuteka Dimashq, na akaonesha ushujaa wake. Katika vita hiyo Hazrat Said bin Zaid akateuliwa kuwa gavana wa Dimashq, lakini yeye akamuindikia Hazrat Abu Ubaida ya kwamba siwezi kufanya hivi, yani nyinyi muendelee kufanya jihadi na mimi nikose baraka zake. Hivyo ukipata barua yangu umtume mtu mwingine aje kuchukua nafasi yangu, na mimi kwa haraka iwezekanavyo nitakuja kwako. Hivyo hata Ubaida akamtuma Yazid bin Abu Sufyan. Hazrat Said bin Zaid akaja kushiriki katika vita. Mambo mengi yakatokea mbele ya macho ya Said bin Zaid. Vita vingi vya wenyewe kwa wenyewe vikatokea, na kwa kuwa yeye kutokana na wema na uchamungu wake muda wote akawa mbali na vurugu hizi, lakini hata hivyo alikuwa hasiti hata kidogo katika kudhihirisha rai yake aliyokuwa nayo kwa mtu yote. Uthman alipouawa shahidi, yeye alikuwa anasema katika msikiti wa Kufa ya kwamba jinsi mlivyomtendea Uthman, hata kama mlima wa Uhud upate kutikisika, na hayo basi si jambo la ajabu. Pia siku moja katika msikiti mkuu wa Kufa, Mughira bin Shuba akasema maneno mabaya kuhusu Ali. Hapo Said bin Zaid akasema, ewe Mughira bin Shub, ewe Mughira bin Shub, ewe Mughira bin Shub, nilimsikia mtume akisema kuwa hawa 10 watakuwa peponi. Hatali alikuwa mmoja wao. Said bin Zaid alikuwa mwenye kupokelewa maombi. Safari moja akashutumiwa kwamba ameteka ardhi, ambayo maelezo yake ni kama hivi ya kwamba karibu na ardhi yake kulikuwa na ardhi ya mama mmoja aitwaye Arwa binti Awes. Yeye akapeleka mashitaka yake
kwa Marwan bin Hakam ambaye alikuwa ameteuliwa na Hazrat Muawiya kama gavana wa Madina ya kwamba Said ameteka ardhi yangu kwa zulma. Marwan akawatuma watu ili wafanye upelelezi. Hazrat Said akawapa jibu kwamba nyinyi mnaonaje mimi baada ya kusikia kutoka kwa mtume sallam, je, naweza kufanya zulma ya kwamba yeyote atakayechukua sehemu kadogo ya ardhi kwa njia ya zulma, siku ya kiyama ardhi zote 7 zitawekwa kwenye shingo yake. Tena akasema, ewe Mungu, ikiwa Arwa anasema uongo, basi usimpe mauti hadi awe amepoteza macho yake na kaburi lake liwe kisima cha nyumba yake. Hivyo imeandikwa kwamba kwanza Arwa alipoteza uwezo wa kuona, kisha siku moja akatumbukia kwenye kisima cha nyumba yake na akafa. Kisha baada yake msemo ukaanza kusemwa na watu wa Madina kuwa amakallahu kama ama Arwa, yani Mungu akufanye uwe kipofu kama alivyomfanya Arwa kuwa kipofu. Said bin Zaid mwaka 50 au 51 wa Hijria akiwa na umri wa miaka 70 siku ya Ijumaa alifariki dunia, na sawa na riwaya zingine wakati wa kifo chake umri wake ulikuwa zaidi ya miaka 70. Alikuwa na kituo chake cha kudumu katika maeneo ya Aqiq yaliyokuwa karibu na Madina. Aqiq ni jina la mabonde mengi yaliyopo katika Uarabuni, na kati ya mabonde hayo bonde moja ni bonde la Aqiq la Madina ambalo limeenea kutoka kusini magharibi mwa Madina kuelekea kaskazini mashariki, na mabonde yote ya Madina yanaingia ndani yake. Hazrat Abdullah bin Umar alikuwa akijiandaa kwa ajili ya sala ya Ijumaa. Aliposikia habari ya kifo cha Hazrat Said, hakuenda kuswali, bali wakati huo akaelekea Aqiq. Hazrat Saad bin Abi Waqas akaosha maiti yake na watu wakibeba maiti yake tukufu juu ya mabega yao wakaileta Madina. Kisha Hazrat Abdullah bin Umar akasalisha sala ya jeneza na akazikwa Madina. Sawa na riwaya nyingine, Hazrat Abdullah bin Umar alisikia taarifa ya kifo cha Hazrat Said bin Zaid. Wakati ule alikuwa akijiandaa kwenda kuswali Ijumaa, lakini hakwenda kuswali Ijumaa na akaelekea kwake na akamwosha na kumpaka manukato na akasalisha sala ya jeneza yake. Ilhali Aisha binti Saad anaeleza kwamba Hazrat Said bin Zaid maiti yake ikaoshwa na Hazrat Saad bin Abi Waqas na akampaka manukato, kisha akaja nyumbani na akaoga. Kisha alipotoka nyumbani akasema, sikuoga kwa sababu hii kwamba nimeosha maiti ya Said bin Zaid, bali kwa sababu ya joto kali nimeoga. Sala ya jeneza ya Hazrat Said bin Zaid ilisalishwa na Hazrat Abdullah bin Umar. Hasad bin Abi Waqas na Abdullah bin Umar wote wakaingia kwa burini na wakaiweka maiti yake katika lahat. Hazrat Said bin Zaid katika nyakati mbalimbali akaoa wake 10 na kutoka wake zake hawa akajaaliwa watoto 10 na watoto wa kiume 13 na mabinti 19. Sahaba anayefuata ni Hazrat Abdurrahman bin Auf. Katika zama za ujahilia Hazrat Abdurrahman bin Auf alikuwa akiitwa Abd Amr, na sawa na riwaya zingine lilikuwa Abdul Kaaba. Baada ya kusilimu kwake Mtume sallam akabadilisha jina lake na kumpa jina la Abdurrahman. Yeye alitokana na kabila la Banu Zuhra bin Kilab. Sahla binti Asim anasimulia kwamba Abdurrahman bin Auf alikuwa na macho mazuri meupe yaliyo na kope ndefu, mwenye pua ndefu na meno yake ya juu yaliyo katikati yalikuwa marefu, na alikuwa na nywele ndefu zilizokuwa zikifikia masikioni, na alikuwa na shingo ndefu na viganja imara na vidole vinene. Ibrahim bin Saad anasimulia kutoka kwa baba yake kwamba Abdurrahman bin Auf alikuwa na kimo kirefu, rangi nyeupe iliyokuwa imechanganywa na rangi nyekundu, mwenye ngozi laini na nzuri, na alikuwa hapaki hina. Inasemwa kuwa yeye upande wa mguu mmoja alikuwa na ulemavu, kwani ulemavu huo ukatokea baada ya Uhud, kwa sababu katika uwanja wa Uhud alikuwa amejeruhiwa katika njia ya Allah. Abdurrahman bin Auf alikuwa miongoni mwa maswahaba 10 ambao katika uhai wao Mtume sallam alikuwa amewapa bishara ya kuingia peponi, na alikuwa mmoja kati ya wajumbe 6 wa Shura.
ambao Hazrat Umar alikuwa amewateua kwa ajili ya uchaguzi wa khalifa. Na kuwahusu hawa sita, Hazrat Umar alisema kuwa Mtume SAW wakati wa kifo chake alikuwa amewarizia hao wote. Hata Abdurrahman bin Auf alizaliwa miaka 10 baada ya mwaka wa Amul Fil. Hata Abdurrahman bin Auf alikuwa miongoni mwa wale wachache ambao hata katika zama za ujahilia walikuwa wamejiharamishia pombe. Hata Abdurrahman bin Auf ni kati ya watu 8 waliotangulia kusilimu Mtume SAW alipofanya Dar al-Arqam kuwa kituo cha mahubiri. Hata Abdurrahman bin Auf alikuwa ameshasilimu hapo kabla yake kutokana na mahubiri ya Hata Abubakar. Hata Abdurrahman bin Auf alikuwepo katika hijra zote mbili zitokazo kuelekea Uhabeshi. Ipo riwaya moja ya Sahih Bukhari ya kwamba Abdurrahman bin Auf anasimulia kwamba tulipofika Madina, Mtume SAW aliweka udugu baina yangu na baina ya Saad bin Rabi. Saad bin Rabi akasema mimi ni tajiri zaidi katika Maanswar. Tunasema riwaya hii imeshaelezwa katika kumbukumbu za Saad bin Rabi, lakini pia naeleza hapa. Hivyo Saad bin Rabi akasema mimi nagawa mali yangu na nakupatia nusu yake, na kati ya wake zangu wawili yeyote utakayempenda nitamwacha kwa ajili yako, na eda yake itakapokwisha hapo unaweza kumwoa. Hata Abdurrahman akamwambia Saad kwamba Mwenyezi Mungu akutilie baraka katika mali na ahli zako, sina haja nazo, niambie tu ikiwa hapa kuna soko lolote la kufanya biashara. Saad akamwambia kwamba lipo soko la Qainqa. Asubuhi mapema Abdurrahman akaenda sokoni na kule akaanza kufanya biashara na akapata chizi na samli kama faida zake na akazileta nyumbani kwa Saad. Kisha kila asubuhi alikuwa akienda sokoni na kufanya biashara na akaendelea kupata faida. Muda mfupi tu ulikuwa umepita ambapo Abdurrahman akaja na alikuwa na alama ya zafrani juu yake. Mtume sallallahu akamuuliza, je, umeoa? Akasema ndio. Mtume sallallahu akamuuliza, umemoa nani? Akasema yupo mama moja wa Ansar. Mtume akamuuliza, mahari umempa kiasi gani? Akasema dhahabu sawa na kokwa moja, au akasema kokwa ya dhahabu. Mtume sallallahu akamwambia, basi fanya walima hata kama umchinje mbuzi moja tu. Hata Abdurrahman bin Auf anaeleza kwamba nilijikuta katika hali hii pia ya kwamba ikiwa nilikuwa nabeba jiwe fulani nilikuwa na matumaini ya kwamba nitapata chini yake dhahabu au fedha. Yani Mwenyezi Mungu alikuwa ameweka baraka kubwa katika biashara yake. Hata Abdurrahman bin Auf alishiriki katika vita vya Badr, Uhud na katika vita vyote vingine pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf akieleza tukio moja la vita vya Badr anasema kwamba katika vita vya Badr nilikuwa nimesimama kwenye mstari, ndipo nikaangalia kulia na kushoto kwangu, nikawakuta vijana wawili wa Kianswari wenye umri mdogo. Nikatamani lau kama ningekuwa katikati ya watu ambao wangekuwa na nguvu zaidi kuliko hawa. Hapo mmoja wao akanibonyeza kwa mkono wake na akaniuliza, ewe baba mdogo, je, unamjua Abu Jahal? Nikasema, mpwa wangu. Una shida gani naye? Akasema, nimeambiwa kwamba yeye anamtukana Mtume, na hapa kwa yule ambaye uhai wangu umo mkononi mwake, ikiwa nimuone jicho langu halitatengana na jicho lake hadi mmoja wetu afe ambaye muda wake umekadiriwa tayari. Abdurrahman bin Auf anasema, nikashangaa mno. Kisha kijana mwingine akanikandamiza kidogo na mkono wake na akaniuliza kama alivyoniuliza wa kwanza. Muda si muda nikamwona Abu Jahal akizunguka kati ya watu. Nikasema, angalieni, huyu ndiye mnayemtafuta. Waliposikia tu wakaondoka kwa kasi na panga zao na wakamshambulia na kumpiga hadi wakamua. Halafu wakamrejea Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakampasha habari hiyo. Mtume akawauliza, ni nani kati yenu aliyemua Abu Jahal? Kila mmoja akasema, mimi nimemua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, je, mmesafisha panga zenu? Wakajibu, hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaziona panga na akasema, nyinyi nyote wawili mmemua Abu Jahal. Kisha alisema kwamba mali yake ya mateka atapewa Muaz bin Amr bin Jamu, na hawa wote walikuwa wanaitwa Muaz bin Afra na Muaz bin Amr bin Jamu. Riwaya hii ni ya Sahih Bukhari.
tunasema kwamba kuhusiana na mauaji ya Abu Jahl nimekwisha fafanua tayari. Naeleza tena ya kwamba katika baadhi ya riwaya imeelezwa kwamba vijana wawili wa Afra, Muaz na Muawiz, walikuwa wamemsababishia Abu Jahl afikie mauti yake. Kisha Abdullah bin Masud akakata kichwa chake. Imam Ibn Hajar ameeleza kwamba huenda baada ya Muaz bin Amr na Muaz bin Afra, Muawiz bin Afra pia atakuwa amemshambulia. Habari hiyo imeandikwa katika Fathul Bari ambayo ni kitabu cha maelezo ya Sahih Bukhari. Muslim Maud radhiyallahu anhu akieleza tukio hili anasema Abu Jahl ambaye alikuwa kiongozi wa nyumba zote za Makka na alikuwa jemedari wa jeshi la makafiri wakati wa vita vya Badr, alipokuwa akipanga safu, Abdurrahman bin Auf, jenerali mwenye uzoefu mkubwa, anasema kwamba niliwaona vijana wawili wa Kiansar wakiwa kulia na kushoto kwangu. Kwa kuwaona nikasema, leo sitaweza kutimiza matumaini yangu, kwani kwa bahati mbaya pembezoni mwangu wamesimama watoto wawili wasio na uzoefu wowote, tena ni Maansari ambao hawahusiki hata kidogo na mambo ya vita. Muslim Maud anaandika kwamba Abdurrahman bin Auf anasema, nilikuwa katika fikra zangu hizi, ndipo upande wangu wa kulia nikaguswa na kisugudi. Nikajua mtoto aliyesimama kulia kwangu anataka kusema kitu. Nikamgeukia yeye, akasema, baba mdogo, nisikilize kidogo, nataka nikuulize jambo moja, lakini sitaki ndugu yangu apate habari yake. Abdurrahman anasema, nilipoinamisha sikio langu kwake, yeye akasema, baba mdogo, yule Abu Jahl ni nani ambaye alikuwa anamtesa mtume sallallahu alaihi wasallam? Baba mdogo, nataka leo ni muue. Abdurrahman anasema kwamba alikuwa bado hajamaliza kusema, ndipo nikagongwa na upande wa kushoto, na mtoto yule wa upande wa kushoto pia akasema hayo kwamba, baba mdogo, hebu niambie Abu Jahl ni nani aliyekuwa akimtesa mtume sallallahu alaihi wasallam? Mimi natamani kwamba leo nimalize. Abdurrahman bin Auf anasema ya kwamba pamoja na uzoefu wote wa vita sikupata wazo hili ya kwamba Abu Jahl ambaye alikuwa kamanda wa jeshi na alikuwa mwanajeshi mahiri na alikuwa akisimama katika ulinzi wa maaskari, kwamba mimi naweza kumuua. Mimi nikainua kidole changu na kwa wakati mmoja nikawaambia wote wawili kwamba mtu yule aliyesimama akiwa amevaa mavazi ya chuma na mbele yake majenerali wa shujaa wamesimama wakiwa wameshika panga zao ndiye Abu Jahl. Na nilitaka niwaambie kwamba jambo hili ni nje ya uwezo wao, lakini Abdurrahman anasema kwamba nilikuwa bado sijashusha kidole changu. Kama tai anavyovamia windo wake, vivyo hivyo watoto hawa wawili wa Kiansar wakikata safu za makafiri wakaanza kumkimbilia Abu Jahl. Ikrama aliyekuwa mwana wa Abu Jahl alikuwa amesimama mbele yake, ambaye alikuwa shujaa na jenerali mwenye uzoefu mkubwa, lakini watoto hawa wa Kiansari wakaenda kwa kasi kwamba hakuna awezaye kufikiri kwamba watoto hawa wanaenda kufanya nini, na ghafla tu ili wamshambulie Abu Jahl wakikata safu za makafiri wakawafikia walinzi wake, na walinzi wake waliokuwa wamesimama mbele yake na panga zao hawakuweza kupata nafasi hata kidogo ya kushusha panga zao, isipokuwa mlinzi mmoja tu ndiye aliyeweza kushusha upanga wake na akaukata mkono wa kijana mmoja. Lakini wale ambao kwao kujitolea nafsi ilikuwa rahisi, kwa ajili yao mkono huo ungewezaje kuwa kizuizi chochote? Na kama jiwe linavyoteremka kutoka mlimani, vivyo hivyo vijana hawa washambulia walinzi wake wakaenda kumvamia Abu Jahl, na kabla ya vita kuanza wakaenda kumwangusha kamanda wa makafiri. Abdullah bin Masud anasema, katika wakati wa mwisho wa vita nilifika pale ambapo Abu Jahl alikuwa akipumua pumzi zake za mwisho. Nikasema, unaonaje? Akasema, nakufa, lakini nakufa nikiwa na huzuni, kwani kufa si jambo kubwa, lakini masikitiko yangu ni kwamba watoto wawili wa Ansar wameniua. Watu wa Makka walikuwa wanawazarau Maansar, hivyo akasema kwa masikitiko kwamba nakufa na huzuni hii kwamba watoto wawili wa Kiansar ndio walionimaliza. Kisha akasema, nina maumivu makali
najisikia maui makali, nifanye hisani moja tu, kwamba kwa upanga wako ni uwe tu, lakini utakaponiua uangalie kwamba ukate shingo yangu ukiirefusha, kwani alama moja ya jenerali ndiyo hii, kwamba shingo yake inakatwa ikiwa ndefu. Abdullah bin Masud akakubali kwamba amue, lakini akakata shingo yake karibu na kidevu, yani hata wakati wa kufa kwake tamanio lake hili halikutimia. Khalifa mtukufu anasema kwamba kumbukumbu hizi za kujitolea, ya kwamba jinsi watoto pia walivyokuwa wakimpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walikuwa wakitaka kulipiza kisasi kutoka adui wake, Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu ameeleza tukio hilo, na tukio hilo hapo kabla pia limeshaelezwa mara mbili, lakini huu ndio uliokuwa upendo wao na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu ya upendo huo walikuwa hawajali uhai wao. Na kumbukumbu za Hazrat Abdurrahman bin Auf nitazieleza katika hutuba ijayo, Mungu akijalia. Baki inshallah aenda karunga. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.